Nitumie fursa hii kukueleza Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wetu wa Simiyu tulikuwa na changamoto kubwa ya maji. Lakini daktari mahiri, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wa Simiyu tambueni, tumepokea fedha zaidi ya bilioni 440 kutoa maji Ziwa Victoria na kusambaza mkoa mzima wa Simiyu. Piga makofi mengi. Lakini sambamba na hilo, tulikuwa na changamoto ya umeme kukatika, tumeshapokea zaidi ya bilioni 90. Tunajenga substation kubwa ndani ya wilaya ya Bariadi. Changamoto ya umeme inakwenda kufanya nini? Kuisha. Lakini katika miradi ya kitaifa tumeona SGR imekamilika. Bwawa la Mwalimu Nyerere limekamilika. Daraja la Magufuli Kigongo Busisi linakamilika. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya kazi kubwa, kazi yenye kuacha alama. Rais wetu Samia Suluhu Hassan amesikia kilio sana cha wachimbaji nchini Tanzania. Akaona kwamba wachimbaji nchini Tanzania wana matatizo makubwa mawili na sio mengi. Tatizo la kwanza ni mitaji, tatizo la pili ni utafiti, exploration and capital. Akaamua kumwagiza waziri wetu msikivu, kijana mchapakazi, Anthony Mavunde, aunde tume maalum au kamati maalum yenye iliyobobea wataalamu kutoka private sector, kutoka sekta binafsi na kutoka upande wa serikali. Waangalie namna bora ya kutengeneza mabilionea wa Tanzania. Waangalie namna bora ya kuwagawanya wachimbaji katika makundi, tunaita classification, ili iwe rahisi kuwahudumia. Kuangalia namna bora wachimbaji wetu wanavyoweza kupatiwa benki ya kisasa kwa ajili ya mitaji. Kwa sababu hiyo basi, akaona mchawi ampe mtoto amlelee. Wakaniteua mimi siku kama 4 zilizopita kuwa mwenyekiti wa kamati ile, na kwa vile natoka kundi la wachimbaji na mimi ni mchimbaji, itasaidia kuhakikisha wachimbaji nchini Tanzania wanapata mitaji, na baada ya kutokana na ile vision ya 2030, baada ya utafiti, ule unyonyaji tunaonyonywa na wageni ambao wanatumia udhaifu wa watu wetu kutokujua sheria, wanaenda kuingia mikataba kinyonyaji na wanasababisha wachimbaji wetu kuondolewa maeneo ya kuchimba na wanaharibu ule misingi ya utaifa wetu. Tunaenda kuitoa kabisa. Mitaji inakuja. Sisi tulialikwa hapa leo ili tuje tupokee taarifa rasmi ya kazi ambazo shirikisho hili la madini la wachimbaji wa Tanzania limeweza kuasisi na kuandaa mambo mbalimbali ambayo yamefanyika chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa hiyo iliandaliwa, ilikuwa ndefu, lakini rais wake amefupisha kwa sababu aliona hali ya hewa inataka kubadilika, ila amenikabidhi hiyo taarifa, nitaifikisha kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa wakati ninapokwenda kusema machache sana ambayo ninayo, naomba nitangulize shukrani. Shukrani yangu ya kwanza ni kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye aliyeweka ridhaa kwamba wizara hii ya madini itoe kipaumbele cha kipekee kabisa katika kuwalea wachimbaji wadogo na kuwawezesha na kuwajengea uwezo ambao ndio uliotufikisha hapa tulipo leo, kama mlivyosikia katika taarifa zao. Sisi kama wachimbaji wote nchi nzima tumeungana kwa pamoja kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kujiridhisha mambo yaliyofanyika ndani ya miaka 4 yake. Kwa 90% tumeridhika, imebaki changamoto ndogo ndogo. Kwa wote tumekubaliana kwamba tunamuunga mkono, na matembezi haya kuanzia leo ndani ya siku 40 mikoa yote katika maeneo ya wachimbaji yamefunguliwa rasmi na yako wazi. Kwa hiyo mikoa mingine inayofuata ijiandae na iige Simiyu. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, shukrani zangu za dhati kabisa ziende kwa naibu wetu waziri wa madini aliyefika hapa kuwa mgeni rasmi, lakini kwa mkuu wetu wa mkoa mahiri, mkuu mahiri, kijana mchapakazi, kwa kweli anafanya kazi vizuri sana. Huu ni mkoa ulioko pembezoni, lakini mimi najua wakuu wa mikoa wengi na nilikuwa sijawahi kukutana na mkuu wa mkoa. Ndugu yangu kiongozi ni jembe kweli kweli. Wachimbaji wote tumpigie mikono makofi kwa kweli ya dhati.